niruhusuni nizungumzie wanabiashara. By the way, nilikwambia kinagaubaga bila kukuficha, nikipata kitu kinaweza kusaidia nitakuwa nakuja hapa, tunazungumzia, tunaiongelelea. Ikikusaidia sawa, isipokusaidia itasaidia mwingine. Manake sometimes kama sijui kama ni jana hizi content ndio zinaniuliza natoka wapi, natoka kutu kwenu. Kuna customer wangu alikuwa amebakia hivi kufuga kazi. Naye imagine alikuwa anafungua kazi yake saa 4. Ni mama saa hiyo vile unasema mko na kazi mingi, sikatai, but lazima you manage yourself. Anafungua kazi saa 4. Anaifuga saa 11 sababu watoto wanarudi wanatoka shule. Surely, yani ile masaa anakuja kuuza ni ile masaa already watu wako makazini kwao, hawajarudi kazi, hawako nini. Tukipatana na yeye na sisi kujipiga kifua, by the alikuwa amebakisha few things. Ni ile tu hata lenti ya wenyewe haikuwa inalipika. Basi hapo ndipo akaniuliza ya kwamba sasa ikifika hapa sasa nitafanya nini? Si nitafungiwa duka sababu alikuwa amepewa notice. Nikamwambia kitu kidogo rahisi. Unajua sometimes sitoagi watu uchi hapa kwa channel yangu sababu wasielewi vile nasema. Ni sababu wewe usomee pale. Usikue kama ule mama. Nikamwambia jaribu kufanya hivi. Hizi masaa unafanya kazi, badilisha. Hizi wewe unafanya kazi zako za nyumba. Hata afadhali ugalimike pikipiki ama ugalimike kwenda miguu, lakini try to change. Kutoka 6 ya asubuhi watoto wakienda shule, unafaa kuwa umefungua kazi. Aya, kuja fuga kazi yako saa 5. Hakuna mtu anakuja kununua saa 5 na kamoja kwa tano watu walanji hao wacha. Ufanye shughuli zako zote. Wewe umetayarisha kila kitu. Rudi kedhaya saa 10, saa 11 na huko. Fuga kazi saa 3. Na utaona mabadiliko. Believe me or not, within 5 months, sahi hata hana deni ya mwenye nyumba na duka imeanza kurejelea hali yake vile ilikuanga. What am I trying to say is, sometimes tunakosaga tu kitu mtu tu akutuelimia. By the last contact kitu mnaweza kubuka, niliwaambia unaweza kuwa you are smart for something, lakini sababu hauna mtu kukuelezea, hauna mtu kukushika mkono, unapata kipawa chako kinapotelea hivyo, na maybe you can do better than huyu anafanya hiyo jambo. Kwa hivyo huyu mama alikuwa amekosa tu mtu tu wa kumuelezea. Tena nasemaga neno linapita pesa. Ukinipa pesa, hata kama ningempatia pesa atazikula na kuja ziishe. Lakini sasa atakuwa nakulia hiyo maneno nilimwambia. What am I trying to say? Kama uko na naweza saidia mtu, saidia sababu hautapungukiwa. Utaacha mwingine akifaidika. Kama ningekataa kumsaidia, ningeenda kuuzaka kwa ile duka, ningekula ile profit anakula. Siwezi. Kwa hivyo hiyo uwivu sometimes anakubukaga wakati wa Ibrahimu aliambiwa yeyote atakayekubariki huku nje na mimi nitambariki. Yeyote atakayekulaani hata mimi nitambariki. Najaribu kusema hiyo chuki uko nayo kwa watu, sometimes nadhania ni huyo mtu unaumiza, lakini ni wewe tu unajiumizaga. Maana Mungu hawezi kubariki ukiwa na hiyo chuki. Hautaki watu wake mazuri, lakini unataka wewe utendewe vizuri. Unataka wewe ubarikiwe, lakini hauwezi bariki mwingine. Unataka wewe uongeleshwe vizuri, lakini hauongeleshi mwingine. Ukaa ukitusitusi, ukaa ukikasirika. Wewe kwa kazi hakuna kuongea baya. Sometimes unaweza fuga macho hiyo jambo ipite sababu unahitaji huyo customer. Wacha vile tunajipigaga kifua. Wewe wacha nikwambie bila kukuficha. Wakati unajipiga kifua ni wewe unaumianga. Kwa hivyo ndugu mtazamaji wangu, wacheni leo tulale na hiyo tujifunze na huyo mama. Jaribu kama kazi yako hakuna vile iko na haibadiliki, jaribu kucheza na masaa. Jaribu kucheza na location. Sometimes even you can change. Let me make a date. Tomorrow we'll have another one. We'll share it tomorrow. Nataka kuwekea contact pamoja nisichokeshe kwa kutazama sababu unajua mko na mambo mengi, lakini thank you for everyone who keep on supporting me in one way or the other. May God bless you and I love you.